Karibuni sana wapenzi pamoja na wote mnayetusapoti katika chaneli yetu hii ya FarmTZ. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo kuamka salama, na tunaendelea kuwapa madarasa mbalimbali wajasiriamali wenzetu, wapambanaji kwa ujumla, na tunawashukuru nyinyi kwa sapoti yenu. Naamini mpaka sasa sapoti yenu ndio inatufanya sisi tuwe na hamasa zaidi ya kutoa madarasa zaidi, ili Watanzania kwa ujumla na watu wote kwa ujumla wapate kujiongeza na kujiongezea kipato zaidi. Na tunashukuru kwa sapoti hiyo ya kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Pia tunafurahi zaidi baada ya kuona comment ambayo inazungumzia masuala ya ufugaji wa sungura, labda changamoto aina yoyote ambayo unaipitia kama mfugaji, na sisi tuko tayari kuwasaidia kwa kila ambacho tutakuwa tunakifahamu, ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia kukifahamu, na sisi tutawasaidia. Kama kuna changamoto za magonjwa, mbinu mbalimbali ambazo zikufanikishe wewe katika ufugaji wako wa sungura, na sisi tutakupatia pia hizo mbinu ili na wewe upate kufanikiwa, kwa sababu nchi yetu bado sana katika ufugaji wa sungura. Ndio maana tunaamua kutoa hamasa zaidi, wote tuingie katika ufugaji huu ili tupate kufanikisha ufugaji na tujiongezee kipato kwa namna moja au namna nyingine. Asanteni sana. Na somo letu kubwa, mada yetu kubwa leo ni matumizi ya mkojo wa sungura, faida zake za huu mkojo wa sungura, pamoja na jinsi gani utatumia huu mkojo wa sungura. Na kwa hapo, kama mnavyoona, hii ni bustani yetu ambayo ni bustani ipo mazingira ya nyumbani kwetu. Na hii bustani tuliandaa mara kwanza tukiwa tuna lengo ya kupanda majani ya viazi tu kwa ajili ya kulisha sungura wetu, lakini kila siku zinavyozidi kwenda tunazidi kupata hamasa zaidi ya kupanda vitu vingine, na ndio maana umeiona ipo hivyo mseto. Manake kuna majani ya viazi, kuna matembele, kuna mibamia kama unavyoiona hapo, kuna majani ya kunde, kuna mchicha, kuna mitango tango hapo, na kuna mitikiti maji ikiwemo hapo ndani. Ila pia usisahau mipapai pamoja na mtama, mtauona hapo kwa pembeni. Tuliamua kufanya, baada ya kuwa na lile wazo la mara kwanza, tukaona kwa nini tusipande pia baadhi ya mboga zingine zikatusaidia hata sisi wenyewe hapa nyumbani. Tunashukuru pia, na kama mnavyoona mboga zetu ziko vizuri, mboga zina rutuba ya kutosha. Kama mnavyoona mibamia imekuwa vizuri, ina afya njema zaidi, lakini hii yote inatokana na ubora wa mbolea asili ya mkojo wa sungura ambao tunautumia katika bustani zetu. Kwa hiyo tunawapa hamasa zaidi na muone faida mojawapo ya mkojo wa sungura ambayo inatuzalishia sisi katika bustani zetu za nyumbani. Na hizi bustani hatujatumia hata mbolea moja ya kemikali. Kwa hiyo lakini mpaka unavyoona imestawi vizuri na haijasumbuliwa na aina yoyote ya wadudu kama mnavyoona. Na tuanze mada kuu, tukiana jinsi ya ukusanyaji wa mkojo wa sungura. Hakikisha kwa mfugaji umeandaa mabanda yaliyokuwa mazuri ili upate kukusanya mkojo wa sungura ambao uliokuwa bora na uliokuwa na grade nzuri zaidi. Mkojo wa sungura hauhitajiki uwe na mabaki ya aina yoyote ya chakula. Manake mabaki hayo yakiwa yanaingia katika mkojo wa sungura, vile viambata vya NPK vinaanza kufanya kazi kutokana na hayo mabaki ambayo yanaingia katika mkojo wa sungura. Kwa hiyo hakikisha zaidi unakusanya mkojo ambao uko vizuri na unauchuja vizuri ili kuondoa hayo mabaki, ili ubaki mkojo ukiwa na ubora nzuri. Manake tunasema mkojo wa sungura una kiambata cha amonia pamoja na NPK kwa ajili kurutubisha mmea kuanzia majani pamoja na matunda yake,
na hiyo amonia inafanya kazi kubwa sana ya kufukuza na kuua wadudu kabisa katika mimea yetu. Mimea yoyote iwe bustani ama kama upande wa kwetu sisi huku kanda ya kusini tunalima sana mtamu ufuta, pia inasaidia katika mazao ya aina yote. Na huu tunaoona hapa ndio mkojo wa sungura, na ratio ya mkojo wa sungura katika uchanganyaji, utachukua lita 1 ya mkojo wa sungura utachanganya na maji lita 2 kama unahitaji kwenda kwa ajili ya kuua wadudu ambao wameshaanza kushambulia mimea yako. Kwa hiyo ukichanganya maji lita 2 na mkojo wa sungura lita 1, utakoroga na utaenda kumwagia. Utafanya hivyo kwa kila baada ya siku 5 hadi 10 mpaka wadudu hao wote watakuwa wameisha kabisa. Na kama unahitaji kwa ajili ya kurutubisha udongo ambao umeshakufa rutuba yake kwa kutumia kemikali, mbolea za kemikali, au unataka kuboosti na kukuza mimea yako, utachukua lita 1 ya mkojo wa sungura utachanganya na maji lita 5. Kwa sisi hapa tunafanya hivi kwa ajili ya kuboosti mimea yetu, na lesho yetu tunaenda kuboosti pia udongo sehemu nyingine, mtaona hapo. Hii tutamwagia hapo kwa ajili ya kuboosti mimea yetu. Kama mlivyoiona bustani yetu, na itazidi kukua vizuri zaidi. Wadudu manake hawataisogelea hata kidogo, kwa sababu itakuwa muda wote pale kuna amonia inafanya kazi na virutubisho vya NPK vinafanya kazi, na mpaka kufikia namna ile. Kwa hiyo tukiachana na uchanganyaji wa mkojo wa sungura, faida yake nyingine ya mkojo wa sungura ni bei zake ambazo zipo sokoni. Mkojo wa sungura ukitaka kujua zaidi kutokana na grade yake, unapimwa zaidi na kipimo kimoja kinachoitwa hydrometer. Hii hydrometer ni kipimo maalum zaidi ya kujua mkojo wa sungura una grade kiasi gani. Naweza nikawatajia baadhi ya bei ya sokoni ya mkojo wa sungura kwa sasa. Kwa grade A ya mkojo wa sungura kwa sasa, kuna baadhi ya makampuni wananunua kuanzia lita 1 ya hiyo ya grade A ya mkojo wa sungura kuanzia 15,000 mpaka 20,000. Ila kwa grade B wananunua kwa shilingi 8,000 mpaka 10,000. Grade C wananunua kwa shilingi 3,000 mpaka 5,000, na grade D wananunua kwa shilingi 2,000, na E wananunua kwa gharama ya shilingi 1,000. Jinsi gani unaona faida za mkojo wa sungura ambao unavyotusaidia wakulima kwa kuinua kipato chetu na uchumi kwa ujumla, sababu utapata we mwenyewe kutumia nyumbani na ukakizi mahitaji ya familia yako kwa bustani za mboga mboga, ila pia unaweza ukatumia mboga mboga hizo kuuza na kujiongezea kipato. Ila pia utapokusanya huu mkojo pia una soko lake pia, na unaweza ukaenda kuuza na ukapata pesa. Kama mlivyoona gharama zake, mkapata pesa mzuri ili mpate pia kipato katika familia zetu. Kwa hiyo hizo zote ni faida za mkojo wa sungura, na sisi tunawakaribisha sana kupata elimu. Na kama bado mnaendelea kupata madarasa mbalimbali kupitia chaneli yetu ya Farm TZ, bado huja subscribe chaneli yetu, tunaomba uzidi support yako ya kusubscribe, kulike, kushare na kucomment pia. Ila pia tunatoa fursa kwa wajasiriamali wadogo ambao wanahitaji kuanza kujifunza ufugaji wa sungura. Kwa hiyo sisi tuko tayari kuwasaidia mbinu mbalimbali ili wapate kufanikiwa katika ufugaji wao na kujiongezea kipato. Na tunaomba vijana zaidi na wananchi wa Tanzania tupate kujitoa zaidi katika ufugaji huu ili tukuze sekta hii ya mnyama huyu sungura, ambaye mnyama aliyesahaulika kwa namna moja au namna nyingine, ila wenzetu pia wanapiga pesa
na nafurahi zaidi kwa sasa kuwaona baadhi ya wananchi wanaendelea kujitokeza zaidi katika kupata elimu hii ya ufugaji, na wengine wameshachukua hatua zaidi ya kuanza kabisa ufugaji, na tupo tayari. Na kama wewe mfugaji upo katika mazingira ya mkoa wa Lindi, ndani ya Lindi mjini, unaweza ukatucheki pia kwa namba ya simu 0623191238. Tunaweza tukaja kukutembelea mpaka hapo katika shamba lako, na tutakukugea mbinu mbalimbali ili upate kufaidika na mnyama huyu sungura. Na hii ndio bustani ambao tunaziandaa sasa hivi kwa ajili ya kuuza bidhaa hizi tu, yani tunaandaa kwa ajili ya kuuza mboga. Na hapo tu baada ya kupata elimu zaidi kuhusiana na uandaaji wa mabustani. Kwa hiyo hizi tumeandaa na tunaanza kwa kurutubisha wetu. Tukimaliza kurutubisha udongo wetu, tutapanda matembele yetu, na baada fulani tutaanza kuingia sokoni na sisi kujiingizia kipato kwa kupitia uuzaji wa mboga. Kwa nini na wewe mwenzangu usiingie katika ufugaji huo? Hata kama una degree, una masters, unaweza wakati unasubiria ajira yako ukajiingiza katika ufugaji, unapata kujiongezea kipato zaidi, na siku utakuja kuona ajira kama mzigo, na utafanya huu ufugaji wako, ukauza sungura wako ukapata faida. Sababu hata sungura mmoja unaweza kumuuza kuanzia 20,000 mpaka 80,000, inategemeana na kilo zake na uzito na ubora wake aliokuwa nayo. Kwa hiyo tunawashauri vijana zetu, wananchi wenzetu kwa ujumla, tuingie katika ufugaji huu na tupate faida zake kama tulivyozizungumza hapo, na nyinyi wenyewe mmekuwa mashahidi kwa kuona hivyo vitu, kwa sababu tumefanya vitu ambavyo vinaonekana. Asanteni na karibuni sana katika channel yetu ya Farm TZ. Tunazidi kuwakaribisha ili tupate elimu zaidi. Karibuni sana.